Wa Babylon ya kwamba watu wa dunia waliulilia kwa sababu ya kuona ya kwamba umeangamizwa ama umemalizwa, na wafanyi biashara wa dunia wakaweza kuombolezea kwa sababu hakuna mtu ananunua mali zao tena. Maandiko inasema ya kwamba mali ambazo ni za dhahabu na za fedha na mawe ya dhamana na lulu na nguo za katani na nguo za zambarau na za hariri na scarlet, na maandiko inasema ya kwamba kila aina ya miti ambayo inaitwa citron wood, every kind of object of ivory. Kwa hivyo huo mji kama uko sahihi, hata vile unaona ndovu wakiuawa wanapelekewa hiyo ivory. Praise God. Amen. Ni mji tajiri. Maandiko inasema every object of the precious wood, mpaka zile mbao za dhamana sana zinapelekwa katika huo mji. Tunaambiwa ya kwamba mpaka bronze, iron and marble, hizo zote zinapelekwa huko. Maandiko inasema cinnamon and incense. Cinnamon ukienda kwa duka utaikuta. Maandiko inasema mpaka uvumba unapelekwa kwa huo mji. Praise God. Amen. Na maandiko inasema fragrant oil and frankincense, mpaka mafuta ambayo ni mazuri, na hiyo inaitwa frankincense, ni aina ya uvumba ambao huwa unateketezwa. Tunaambiwa mpaka divai na mafuta, unga ambao ni fine oil, na tunaambiwa mpaka ngano, ng'ombe na mbuzi, farasi na magari ya farasi, na mili na hata roho za wanadamu. Praise God. Umejisomea hapo, imesema bodies and souls of men. Watu wa Mungu, nataka ukajue siku ya leo ya kwamba hata kama unaona mambo ya mtu ama kuna jambo unaweza kuona likiwa nzuri sana, kuna watu unaweza kuona wakiwa na influence sana katika maisha haya. Kuna watu ambao ni tajika. Nataka nikuambie ya kwamba kabla wafike hapo, ni vizuri kujua kama mtu amefika hapo kwa sababu ya Mungu ama kuna njia zingine ametumia. Ninashangaa kuona huu mji, maandiko inasema ya kwamba ulinunua mpaka mili na nafsi za wanadamu. Wewe sasa ukipatiwa nafsi ya mwanadamu utaipeleka wapi? Where will you take it? Praise the Lord. Lakini huu mji ulikuwa unanunua. I suspect, Bwana asifiwe, kuna nafsi huwa zinanunuliwa na kuna watu hununuliwa. Mtu unamuona tu anatembea, lakini huyo mtu si yeye, already amenunuliwa. Kuna watu, wacha niwaambie watu wa Mungu, wacha niwapatie eye opener. Kuna watu unaweza kukuta ameendelea sana, ako na biashara kubwa, lakini pale nje kuna wazimu ambaye haondokangi hapo. Mnasema tu ni wazimu, lakini asubuhi anaenda pale, anakaa pale, anafanya vituko kwa sababu nafsi yake ilinunuliwa kwa sababu ya kuendelea kwa huyu mtu. Katika jina la Yesu Kristo, kama kuna mahali ulikuwa unauzwa, may God deliver you now in Jesus name. Praise the Lord. Amen. Kuna mahali ambapo unaweza kuona watu wameendelea, lakini ile mazingaombwe wamefanya ni mazingaombwe ambayo wewe hata hauwezi ukaelewa. Siku ya leo tunaona ya kwamba
Babeli iliweza, ama Babylon ndio iweze kufika mahali imefika, mpaka huwa inanunua bodies and souls of men. Na unaweza kuambiwa ya kwamba mtu anaweza kuwa amenunuliwa, lakini ushindi wakati mtu amenunuliwa na mwingine, huwa ya kwamba amekuwa brainwashed. Jambo lolote ambalo anafanya, hafanyi kwa sababu yake kuona ni vizuri, anafanya kwa sababu kuna yule alimnunua aweze kumtumikia, na si kwa sababu ya ajira, ni kwa sababu amenunuliwa na anatawaliwa kupitia kwa nguvu za kishetani. Watu wengi ambao mnaona wameendelea, miji ambayo imeendelea, na si kwa sababu wamemuita Bwana abariki, utakuta ya kwamba kuna mambo ya giza mengi ambayo huwa yanatendeka pale. Don't be ignorant. Bwana sifiwe. Msiwe watu ambao mtakuwa mnadharau. Ukiona hapo kwenu kuna mtu ambaye ameanza kufanya vituko, anakuja anazunguka kila siku, anazunguka pale, usikae tu kama watu wengine. Ni vizuri uangalie, ulize huyu ametoka wapi na ni kitu gani anaona kizuri hapa, kwa sababu ninaona huyu mtu si wa kawaida. Unaweza kukuta ya kwamba most of them, kuna mtu anafanya mambo pale, na hayo mambo yanahitaji nafsi na roho za watu. Hayo mambo yanahitaji mtu ambaye atakaa pale akaweze kutumiwa. Ninakumbuka siku moja tulipokuwa tunafanya mapping, kuna mahali tulienda na tukakuta wazimu mahali, na tulipomkuta katika maombi tukaanza kukemea hiyo. Na ninakumbuka akisema ya kwamba mimi hamwezi mkaniondoa hapa. Sijui alisema amekaa hapo miaka ngapi, na akasema huku ni kwangu. Hiyo ni pepo iko ndani ya mtu, amenunuliwa na sasa pepo inakaa ndani yake, yeye ndiye anatawala pale. Na kabla haujajua kuingia katika spiritual realms, hawezi ukaelewa mambo mengine. Hata kwa nje, kuna siku moja kwetu, kuna mtu alikuja hapo na akaanza kukaa hapo, watu wakaanza kumrushia mapeni nini, lakini tulimshughulikia mpaka akaondoka. Siku nyingine nikakuta mwingine, watu fulani wanajaribu kumweka pale, wakitaka awe anakaa pale. Nilimshughulikia mpaka hiyo mambo ikashindikana. Praise God. Na nikaomba akombolewe. Na wakati nilimshughulikia, sijawahi kumuona hapo tena. Shida ni kwamba ukifanya hivyo mpaka watasikia wako na shida na wewe. Lakini he who is in us is greater than he that is in the world. Amen. Praise God. Amen. Watu wa Mungu, nataka ukaweze kujua siku ya leo ya kwamba tumefika mahali ambapo kanisa la Kristo lahitajika kuinuka zaidi. Watu wa Mungu, I want to testify to you today as I give the word that I have for you today, ya kwamba unless the church arise, kuna mambo inaweza kutendeka na nyinyi mfikiria ya kwamba ni mapenzi ya Mungu. Even in the leadership of the nation, tukikosa kujua mambo ambayo iko katika ulimwengu wa giza, kuna watu wanaweza kuinuka na kuna madhabahu wako nayo, kuna kazi wamefanya, kuna damu wamemwaga, ndio waweze kufika katika hizo level, na ukute ya kwamba they have a lot of influence. Na watu waseme ya kwamba ukiona watu wengi wanafuata huyo hivi, huyo mtu ni Mungu amemchagua. Kabla haujasema vile watu wanafanya, you need to arise in prayers. Praise God. Amen. Tunahitaji watu wa Mungu tuinuke na tuweze kuomba, na tukiomba tuambie Mungu ya kwamba tunahitaji chaguo lako la viongozi, na kiongozi yeyote ambaye
ameinuka kwa sababu kuna kafara, kuna mambo amefanya ndio ainuke na apate nguvu, ni vizuri kuwaangusha katika jina la Yesu, kwa sababu kanisa la Bwana likikosa kujua mahali pake, kuna mambo inaweza kuwa inatendeka na tunasema ni mapenzi ya Mungu, kumbe ni sisi hatujaingia katika spiritual tukaweze kuangusha na kuinua kilicho cha Mungu. Amen. Praise God. Amen. Watu wa Mungu, wacheni niwaambie siku ya leo, katika maisha ambayo tunakaa, kwa sababu tumepatiwa jina la Yesu, jina tu pekee ambalo limepeanwa chini ya mbingu linaloweza kuokoa. Ukishamwamini Yesu, ni juu yako sasa kujipigania. Maandiko inasema kwa kitabu cha Wafilipi ya kwamba you work out your own salvation with fear and trembling. Ukaweza kufanyia wokovu wako kazi. Wokovu si kitu tu ya kuwa ya kwamba kwa sababu umeokoka ati sasa unasema ni kukara hamstarehe. Ukishaingia katika ufalme wa Mungu, umefanyika kuwa moja katika jeshi la Bwana, na kazi yako ni kujipigania, ni kupigania watu wako, ni kupigania taifa, ni kupigania familia na kanisa, mpaka vile Mungu amesema ikaweze kuwa hivyo kwetu. Amen. Praise God. Amen. Sometimes huwa ninashangaa na huwa ninasumbuka wakati ninaona mtu ameokoka lakini ni mlegevu, hataki maombi, hataki neno la Mungu sana, hataki kuwa mbele za Mungu sana, anasema tu nimeokoka. I usually wonder, huyu mtu anaelewa ako wapi na anaelewa ile mambo ambayo imemzunguka? Wakati tunakuja kwa Yesu, huwa anatufungua macho, tunaanza kuona zaidi ya vile mtu wa kawaida huona. Praise the Lord. Na ukishaona, ni juu yako kupigana. Na wakati wa kupigana, ikifika ni kupigana, ujue ya kwamba there is no surrender. Kwa sababu if you surrender, inamaanisha ya kwamba nimekubali kurudi adui anifanye vile alikuwa amenifanya kitambo. Kama ulikuwa mtumwa, atahakikisha ya kwamba sasa amekufunga zaidi ndio usiinuke tena. You cannot afford to sleep. Amen. Praise the Lord. Amen. You cannot afford to sleep. Kwa sababu nataka nikuambie, Babylon kama vile tumeona, Babylon iko na inafanya kazi. Babylon iko na inafanya kazi. Na hii roho ya Babylon, kazi yake tumeona ya kwamba ni kuchukua watu wa Mungu. Tumeona hata ndio ihukumiwe, haihukumiwi kwa sababu ya watu wengine. Maandiko inasema ya kwamba iliua manabii, ikaua mitume na ikamwaga damu ya watu wa Mungu. The will of Babylon is to kill you if it is possible. Amen. The will of Babylon is to oppress you if it is possible. Praise the Lord. Amen. Mpango wa Babeli ni kuhakikisha ya kwamba imefinyilia mtu wa Mungu, imekandamiza mtu wa Mungu kiasi ya kwamba hawezi kuinuka. Amen. Na kwa sababu hiyo ndio ninakuambia siku ya leo, kuna mwito wa Mungu kutoka juu mbinguni. Walio Babylon watoke. Kuna mwito wa Mungu kutoka juu mbinguni. Wale ambao wanajua kumuita Bwana, wapiganie wokovu wao, wafanyie wokovu wao kazi, na ukiufanyia kazi, Bwana atakutoa mahali ambapo umekuwa umefungwa. Amen. Praise God. Amen. Mahali ambapo tumefika, wacheni niwaambie watu wa Mungu, sisi tunaweza lala, lakini adui wetu ako serious. Hataki mtu hata mmoja afurahie wokovu. Wewe hata ukikosa kuwa serious, adui yetu hataki sisi tuone ama tupate kile Mungu alituahidia. Anafanya jitihada zote. Tumeona kuua anaua,
tumeona ya kwamba hata ananunua mili na nafsi za watu ndio aweze kukaa vile amesema ya kwamba nitakaa Malkia ama mwanamke ambaye ni mfalme mwanamke, nitakaa milele na mimi sitakutwa na huzuni. That is the will of Babylon. Na ndio sababu ninakuambia mtu wa Mungu, usikubali tena kulala. Praise God. Amen. Usikubali kulala. Jipiganie, pigania familia yako, pigania kanisa lako, pigania kijiji chako, na ukaweze kupigania wale watu ambao unaona wamekandamizwa na Babylon. Kanisa likiamuka mpaka Babeli ianguke. Amen. Siku ya leo ninapoenda kumaliza, ninataka nimwamini Mungu. I was not, mimi kwa upande wangu sikuwa nimepanga kuhubiri hii neno, lakini I thank God kwa sababu nimefika kwa watu wa Mungu. Nataka siku ya leo nikaweze kukutabiria mtu wa Mungu. As you believe, ukiamini pamoja nami, ninakuombea siku ya leo zile Babeli ambazo zimekukandamiza kwa jina la Yesu mpaka zitaanguka. Amen. Every Babylon that has oppressed you, imekuzuia uendelee, imekuzuia ufanye mapenzi ya Mungu. Kila Babylon ambayo imepinga kanisa la Bwana lisianze revival. Kila Babylon ambayo inapanda na inawindana na taifa la Kenya, inawindana na familia zetu, kutuweka kwa umasikini na ufukara, katika jina la Yesu Kristo, may this Babylon fall today in Jesus name. Amen. Hii Babylon ikaanguke katika jina la Yesu Kristo. Sijui ni Babylon gani ambazo zimetumwa kinyume na wewe zikaweze kukuweka chini. Wengine wetu ni kwamba ukijaribu kuinuka, magonjwa inainuka, inakuambia rudi mahali ulikuwa. Hauwezi enda mahali kwa sababu kuna kafara zimetolewa. Kuna wengine wetu ambao ukijaribu kufanya kazi yako inazuiwa isiendelee kwa sababu Babel ingetaka ukae mtumwa. Kuna wengine wetu ambao katika masomo unakuta ya kwamba unapingwa kwa sababu Babylon haitaki uendelee. Katika jina la Yesu Kristo, ninaamini Mungu kwa kila mtu ambaye ananisikiliza, that Babylon that has oppressed you so many years, may it fall today in Jesus name. Amen. Hiyo roho ianguke kwa jina kuu la Yesu Kristo. Amen. Hiyo roho ikose nafasi kwa maisha yako katika jina la Yesu. Amen. Wengine ni roho za udini. Unakuta ya kwamba kuna watu husema ya kwamba wako na Yesu, lakini ukichunguza wako na udini mwingi sana. Kuna mambo huwa anaambiwa, mtu akianza huwa anaanza hapa, anaenda hapa, anaenda hapa. Ukijaribu kuingia in the spirit tunaambiwa hapana, hatufikangi hapo, nataka ufike hapa. Ukijaribu kuongea in tongues, unaambiwa huku hatukubali jambo kama hilo. Hizo Babylon zianguke katika jina la Yesu. Amen. Praise the Lord. Amen. Bwana akukomboe kutoka kwa Babylon zote ambazo zimekuwa kinyume nawe. Wengine Babylon inakushughulikia na imekuwa ikikushughulikia na mambo ya kesi. Wengine ninasema ya kwamba imekuwa ikishughulikia ndoa katika maisha yako ama katika nyumba yenu. Babylon haitaki uinuke, haitaki uwe huru. May God today judge that Babylon in the name of Jesus Christ. Kila kitu ambacho kinazuia watu wa Mungu wainuke, kila kitu ambacho kinazuia taifa la Kenya liinuke, kila kitu ambacho kinazuia watu wainuke na jamii ziinuke, in the name of Jesus Christ, may God judge them on your behalf. Amen. In Jesus name. Amen. Nataka watu wa Mungu tukaweze kusimama mbele za Bwana. I want us to stand before the Lord. Kabla hatujaingia kwa maombi,
labda uko hapo siku ya leo na unanisikiliza, unaniona, haujawahi kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hauwezi pigana na Babylon kama bado uko kule. Maandiko inasema ya kwamba sauti ikasikika ikisema, tokeni kwake watu wangu, come out of her my people, msigawane naye ghadhabu ambayo itamshukia ama hukumu yake. Nataka siku ya leo, toka mahali ambapo uko, kuja kwa Yesu, mpokee Yesu katika maisha yako, na kutoka hapo wacha tuone Mungu atafanya nini katika jina la Yesu. Omba hili ombi nyuma yangu, unapompokea Yesu, unapotoka Babel, ukuje kwake Yesu, ndio Bwana akuokoe na akukomboe. Sema tu nyuma yangu, Bwana Yesu, naja kwako, nisamehe dhambi, nioshe kwa damu yako ya dhamana, yafute majina langu kutoka kwa kitabu cha hukumu, ukayaandike kwa kitabu cha uzima. Kutoka siku ya leo na kukaribisha Bwana Yesu, ingia ndani ya moyo wangu, fanyika kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kutoka siku ya leo, ni wewe Bwana, ni wewe Mungu wangu, na nitakutumikia, sina mwingine. Wengine wote nimewaacha, nitakufuata milele. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba na nimeamini. Ukiwa umeomba hilo ombi, kuna namba ambayo utaona hapo kwa screen. Unaweza kutupigia ama kutuandikia useme umempokea Yesu na Bwana atakubariki. Na pia hiyo namba unaweza kuitumia ukatoe sadaka, na pia ukihitaji prayer request unaweza kutumia hiyo namba na Mungu atakubariki. Bwana awabariki, wapende na waonekanie. Tunaenda sasa, tumetoka kwa tunataka kuenda sasa